Wapendwa watazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, karibuni katika mwendelezo wa tafakari zetu kuhusu vituo vya njia ya msalaba, na kwa namna ya pekee leo tunatafakari kituo cha 10 cha njia ya msalaba. Na katika kituo hiki cha 10 Bwana wetu Yesu Kristo anavuliwa nguo. Jambo hili linaelezwa katika Injili ya Yohane sura ya 19 aya ya 23 hadi ya 24, ambapo askari wakiisha kumvua Bwana wetu Yesu Kristo mavazi yake, wanagawana mavazi hayo na wanaipigia kura kanzu yake iwe ya nani, na hivyo wanatimiza kile kinachosemwa katika Zaburi ya 22 aya ya 18, ambapo maandiko yanatuambia wanagawana nguo zangu, wanalipigia kura vazi langu. Ndugu zangu katika Kristo, jambo msingi tunalopaswa kujiuliza katika kituo hiki cha njia ya msalaba, tunajifunza nini haswa? Au kituo cha 10 cha njia ya msalaba kina maana gani hasa katika maisha yetu sisi kama Wakristo? Ndugu zangu katika Kristo, yapo mambo msingi matatu ambayo tunapaswa kujifunza sisi kama Wakristo kutoka katika kituo hiki cha 10 cha njia ya msalaba. Jambo la kwanza, kuvuliwa nguo kwa Bwana wetu Yesu Kristo kunadhihirisha unyenyekevu wa hali ya juu na kujitoa bila kujibakiza kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Bwana wetu Yesu Kristo anatolea kila alichonacho ili apate kumkomboa mwanadamu kutoka utumwa wa dhambi na mauti, akitufundisha sisi tulio wafuasi wake kwamba tunapaswa kujitoa kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Tunapaswa kujitoa kwa ajili ya kuwasaidia wale wenye shida, na hasa zaidi ndugu zetu wagonjwa, masikini, yatima wasiokuwa na msaada, wenye shida, taabu na mateso mbalimbali katika maisha. Tunaweza kuwasaidia hawa kwa njia ya mali zetu, kwa njia ya fedha, lakini pia hata msaada wa ushauri, msaada wa sala na maombi yetu. Kwa kufanya hivi, tutawasaidia hawa kuwa na hali nzuri ya maisha, na hivyo kwa namna moja au nyingine kushiriki kazi ya ukombozi iliyoletwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Jambo la pili tunalojifunza kutoka katika kituo hiki cha njia ya msalaba ni kwamba tendo la kuvuliwa nguo kwa Bwana wetu Yesu Kristo linatukumbusha kwamba tusijifungamanishe sana na mali za dunia hii hata tukamsahau Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo anavuliwa nguo zake muda mfupi kabla ya kusulubiwa na kufa msalabani, akitaka kutukumbusha kwamba tumekuja katika dunia hii bila chochote na tutaondoka katika dunia hii bila chochote. Kwa sababu hiyo, kituo hiki cha njia ya msalaba kinatufundisha kwamba ni lazima sisi kama wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo kutumia njia zilizo halali katika kujipatia mali, na tunapokuwa tumeipata mali hiyo tuitumie katika kumtumikia Mungu, tuitumie katika kumtukuza Mungu, lakini pia tuitumie katika kuwasaidia wengine. Tunapofanya hivyo, hata tutakapokuwa tumeondoka hapa duniani, watu wataendelea kutukumbuka. Wataendelea kutukumbuka kwa sababu ya matendo yetu mema tuliyoyatenda, kwa sababu ya misaada yetu mbalimbali tuliyokuwa tukiwapatia kupitia mali zetu, na tutaendelea kuishi katika mioyo yao. Lakini pia kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumejiandalia mazingira mazuri ya kuurithi
uzima wa milele, ambayo ni mojawapo ya matunda ya ukombozi ulioletwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Jambo la tatu tunalojifunza kutoka katika kituo hiki cha njia ya msalaba ni hili: tendo la kuvuliwa nguo kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa lenyewe ni tendo la aibu na fedheha kubwa. Bwana wetu Yesu Kristo anaaibishwa, anafedheheshwa, anapata maumivu makali kutokana na tendo hili la kuvuliwa nguo kwa sababu ya dhambi zetu sisi wanadamu. Bwana wetu Yesu Kristo anapitia aibu hiyo, anapitia fedheha hiyo, anapitia maumivu hayo makali ili apate kutukomboa sisi wanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi, lakini ili pia apate kutufundisha kwamba tunapotenda dhambi, iwe ni kwa njia ya siri au kwa njia ya wazi, tunajiaibisha sisi wenyewe, tunajifedhehesha sisi wenyewe, na tunajiletea maumivu sisi wenyewe tunaotenda dhambi, lakini pia tunaleta maumivu kwa wengine. Ndugu zangu katika Kristo, tunapotenda dhambi, kwanza kabisa tunajisababishia maumivu, tunajisababishia fedheha na tunajisababishia utupu. Kwa sababu gani? Kwa sababu dhambi inaondoa neema ya utakaso iliyo uzuri na uzima wa Mungu rohoni mwetu na kutuacha tukiwa watupu. Lakini pia tunapotenda dhambi tunasababisha maumivu makubwa kwa wengine. Tuchukulie mfano dhambi kama vile wizi, dhambi kama vile dhulma, ukandamizaji wa haki au mauaji. Dhambi za namna hii zinasababisha maumivu makubwa kwa wengine, zinasababisha maumivu makubwa katika jamii. Kumbe ndugu zangu katika Kristo, kituo hiki cha njia ya msalaba kinatukumbusha kwamba tusijirudishe tena katika utumwa wa dhambi, tusijirudishe tena katika fedheha, tusijirudishe tena katika aibu, tusijirudishe tena katika maumivu yanayosababishwa na dhambi, kwa kuwa Bwana wetu Yesu Kristo tayari alishatukomboa katika utumwa huo wa dhambi. Basi tumwombe Bwana wetu Yesu Kristo ili atujalie neema ya kuepuka maisha ya dhambi, na hivyo tuweze kuepuka aibu, tuweze kuepuka fedheha, tuweze kuepuka utupu na maumivu yanayosababishwa na dhambi kwetu sisi na hata kwa wengine. Ndugu zangu katika Kristo, tunapoendelea na kipindi hiki cha Kwaresma na tunapokaribia kabisa kushiriki fumbo la Pasaka, tumwombe Bwana wetu Yesu Kristo atujalie neema itakayotuwezesha kujinyenyekesha na kujitoa kwa ajili ya wengine, neema itakayotuwezesha kutokujifungamanisha sana na mali ya ulimwengu huu hata tukamsahau Mungu, neema itakayotuwezesha kuachana na maisha ya dhambi ili tuweze kuepuka maumivu, fedheha na utupu unaosababishwa na dhambi, na kwa njia hiyo uweze kuishi maisha mema, maisha ya kumpendeza Mungu na wanadamu, maisha ambayo kwayo Mungu atatukuzwa na mwanadamu atapata wokovu. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amin.